Kubwa kama saikolojia ambavyo inafanya kazi kwenye jamii, hasa kikubwa hapa leo nitazungumza kuhusu habari ya uhusiano uliopo kati ya afya ya akili na mafanikio. Na tunavyotafsiri mafanikio, tuone tunaangalia katika engo ipi kupitia afya ya akili. Maana afya ya akili ndio inaongoza kila kitu ambacho tunatamani kukifanya. Tunataka kufanikiwa, lazima tutafsiri mafanikio, lakini pia tujue uhusiano uliopo kati ya afya ya akili na mafanikio yenyewe. Angalia namna ya kufanya uwekezaji, kwa sababu mafanikio hayaji kwa siku moja. Mafanikio ni mchakato wa muda mrefu sana, ambapo tukianza kufanya uwekezaji leo na tukao tunajiona sisi baada ya miaka 15, baada ya miaka 20 ambayo sisi kama vijana tutafika kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo tutajifunza leo uwekezaji kwenye mifuko salama yote, namna ambavyo tunaweza kufanya investment badala ya kufanya saving, ili kuongeza thamani ya pesa yetu, lakini pia kufika huko ambako tunatamani kufika baada ya miaka kadhaa. Tunafahamu ya kwamba kama ilivyo, vijana wengi wana mawazo, vijana wengi wana idea, vijana wengi wana kitu kikubwa, lakini hawajui njia za kufanya, hawajui namna na techniques za kutumia ili kuendelea katika ukuu wao. Na ndio maana tukaja na hii idea ya kuanzisha hili jukwaa la Hatua to Greatness Talk. Jukwaa hili litakuwa sio la kwanza. Hii ni season 1 ambayo tumefanya siku ya leo, lakini tutaendelea kufanya hili kama jitihada na sehemu ya kuliunganisha taifa na kufanya kitu ambacho kitaibua na kitazalisha mazao makubwa katika taifa letu. Limenifundisha na limenielimisha. Kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa naviona vya kawaida sana, haswa afya ya akili. Wengi tunaichukulia kama ni kitu ambacho hakina umuhimu kwenye maisha yetu, lakini afya ya akili ndio kila kitu. Kwa hiyo nimefanikiwa kujifunza afya ya akili na uhusiano wake katika mafanikio. Nimefanikiwa kujifunza ujasiriamali na pia nimefanikiwa kujifunza uongozi. Siku ya leo nimejifunza vitu vingi sana, haswa swala la uongozi. Before sijija mahali hapa nilikuwa nawaza kwani nitaenda kupata faida gani? Lakini nilipofika hapa nimeweza kujifunza vitu ambavyo mpaka nasema yani kama nisingekuja mahali hapa nisingejifunza vitu hivyo. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa siku ya leo nimeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu uongozi, ujasiriamali, kulitambua kusudi lako pamoja na afya ya akili kwa ujumla. Kwa hiyo kama vijana tuliohudhuria tukio hili tumejifunza, na tunaamini kupitia tamasha hili sasa tutakwenda kuzalisha vijana wengi wenye weredi na watafikia mafanikio yao. Kwa hiyo kama kiongozi unapoingia kwenye nafasi yoyote ya uongozi, iwe ni nafasi katika serikali, ni nafasi katika dini, ni nafasi katika organization, usitangulize pesa. Ukitanguliza pesa kuna hatihati kubwa usifike mahali ambapo Mungu amekusudia. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa unatamani fedha kuliko kuwahudumia watu, na mwisho wa siku utajikuta kwamba unaweka priority kwenye pesa na sio kwenye kuwahudumia watu. Utajikuta kwamba huduma unayoitoa ya uongozi inakuwa ni under quality, lakini unaangalia how money should I be paid, ni kiasi gani cha pesa nitalipwa. Fikio kuu ni pamoja na wanawake. Kwa hiyo tumeona tunapaswa sisi kama viongozi katika taasisi mbalimbali, katika hata ngazi ya serikali, katika ngazi ya kidini, katika ngazi ya familia, tunapaswa kuwa kuweka mipaka na wanawake, na kimsingi